tunamshukuru Mungu, mchezo umeisha salama na tulikuwa na mchezo mzuri leo. Wote wamecheza kwa bidii na nguvu. Tunategemea pia mechi ya Jumamosi itakuwa nzuri kama hii. Kwa hiyo naona kwamba tunaendelea vizuri na ni matumaini yangu kwamba mwakani tunaweza tukafikisha timu zote 4 kwenye robo finali. Kabisa na uhakika. Kwa timu ninavyoziona hivi wakimaintain hivi kabisa hatuna shida. Tumeona majina mengi sana ya wachezaji wa kimataifa katika mchezo wa leo, tofauti na majina ya wachezaji wa nyumbani hapa. Hii tathmini yako, ligi yetu inasogea kwa kiasi gani, lakini pia vile vile inaambukiza uzoefu kwa kiasi gani kwa wachezaji wetu wa hapa nyumbani? Mimi naamini kabisa kwamba ukiwa unacheza na mtu aliyekuzidi inakupa nguvu wewe kucheza zaidi na upambane ili uweze kumweka benchi na wewe. Kwa hiyo mimi sioni kama ni mbaya. Ni wengi sawa, wengine wanakosa nafasi, lakini pia wale wanaopambana nao wa timu pinzani wanatoa upinzani, kwa sababu kama unavyosema ina wachezaji wengi wa nje, lakini hiyo Singida imeweza kufungwa na watu wenye wachezaji wachache sana. Kuna timu zimewafunga. Kwa hiyo siamini kabisa kwamba wachezaji wa kigeni wanaweza kuturudisha hivyo. Mimi naona wanatu inspire ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Hamasa ya mchezo leo inaenda kuongeza chachu aina gani kwenye hii nusu finali ya CRDB? Hamasa hii nategemea mechi hiyo ya CRDB itakuwa mechi nzuri zaidi kushinda hii. Kwa sababu sidhani kama Singida watakubali kufungwa tena, na sidhani kama Simba watakubali wapoteze wasiingie finali, kwa sababu kombe la FA lina hadhi yake. Kwa hiyo ni mategemeo yangu makubwa kwamba mechi ya Singida na Simba itakuwa ni mechi nzuri zaidi ya hii. Tuombei, lakini huenda kama ikitokea kama Simba wakivuka kwenda finali wanaenda kukutana na mtani wao Yanga, itakuwa dabi aina gani? Manake huko kwenye ligi kuna wengine hawachezi, kuna wengine watapeleka timu tarehe 15. Hii sitaki kuwa mganga mpiga ramle. Tungoje mpaka hiyo dabi iweze kufikiwa. Lakini shauku yako kwenye ligi unatamani watoto wa Kariakoo wakutane? Hapana, mimi ndio unavyojua ni mwenyekiti wa timu zote. Kwa hiyo yoyote anayeingia finali ni shauku yangu kubwa. Kwa hiyo usiseme kwamba lazima hii finali wacheze Yanga na Simba, hapana. Yoyote atakayeingia, mimi hizi zote ni timu zangu. Lakini kwenye ligi matamanio yako, na unaamini tarehe 15 dabi ipo? Sisi tumeshapanga tarehe. Basi tusubiri. Hapo waliotengeneza mpaka jezi wakaprint kwamba hawaji. Ni mapenzi yao, wala sisi hatuna nguvu ya kuwazuia wasiandike kwenye jezi zao. Waandike tu, sisi tumeshatoa tarehe basi. Lakini kimataifa unaona hizi kauli zinavyoenea, hatuchezi, pengine huenda ikaleta picha gani katika soko letu mimi sioni kama kuna shida yoyote. Mimi sioni kama kuna shida yoyote, kwa sababu tunaamini kwamba tunakwenda kwa utaratibu ambao tumejipangia, tunaenda kwa kanuni tulizojipangia. Kwa hiyo sioni shida yoyote. Ni muhimu kuheshimu kanuni. Ni muhimu kuheshimu kanuni kama unavyosema. Nikushukuru mzee wangu. Asante sana. Tunanyang'anya kwa sababu uko tayari? Nani anaanza? Wewe, penalty 2 jibu. Mchezo umemalizika, umepoteza kwa 1-0. Kwanza unaweza ukatupa general overview ya mchezo kwa upande wako? Of course, kitu muhimu unajua tulikuwa na face Simba ambayo imetoka kupoteza katika zile shirikisho. Ilikuwa unfortunate, ingekuwa vizuri kama angeshinda lile kombe, lakini sometimes inatokea katika mechi. Of course, ukiangalia Simba kwa sasa hivi nilisema ni timu ambao wanajua kutumia muda na wanajua kutumia space, kwa sababu unaangalia wanacheza 1-2 touches, wanaweza kurun in behind the defense ya mpinzani. Ukiangalia tulijaribu kwa control dakika 35 ni 0-0. Of course dakika 36 hivi katika wide area mahali ambapo Simba wanacheza 52% katika mchezo wao, ilikuwa 1 against 1. Nafikiri defender wangu angeweza kutapia mpira vizuri, no goal. So nothing to concede from Simba, individual mistake sisi wenyewe, but kama coach tuna live na tuna grow out of it. But second half tumecheza very fantastic play. Jonathan Soa akatake on the defender, akatake on the keeper. Reality is a straight penalty and a straight red card. It's 1-1 at half time. So Singida 11 players,
1 goal, Simba 1 goal, 10 players. Game imechange forever. Second half tumecheza sawa 11-11, thank you very much. Tumekuja katika second half, see another situation there. Tumeimpose Simba, tumepush Simba mpaka 25 meters from their own goal. Tumeimpose our game to Simba in the second half. So inamaanisha timu yangu imegrow kwa sababu tunaangalia CAF ticket. Tumelipata na nafikiria upinzani wetu wa leo inatupea kidogo kwa ile ambayo tunaita kucontrol emotions zetu, but also kwa resilience, kwa sababu ukikosa penalty mbili, first half 1 penalty, second half 2 another penalty, it's big. That's why tunasema technology may catch up with us soon itakuwa similar kila pahali. But for me as a coach, I think kwa game, in terms of the game, I congratulate my players how far we are. Lazima tuzidi kuwa na tamaa, tuzidi kuwa na desire, kwa sababu hiyo ndio ligi letu sasa hivi. Imeanza kuwa competitive vizuri, tujitayarishe vizuri, tunapata back to back na Simba, tunarudi Babati for the semi-finals. Maybe nimepoteza katika ligi, I'm winning it in Babati. Kwa hiyo kocha, ina maana matokeo haya ni kabisa. It's 2 penalties. You cannot miss 2 penalties in the game. Kwa ina maana kupoteza kwenu leo ni makosa ya mwamuzi, si makosa yenu. What is important, the better team lost today. The better team? The better team lost today. Ulipofanya mabadiliko kipindi cha pili kuingia Damaro, Emmanuel na Poko, mchezo unaonekana kubadilika. Kwa nini ya kuamua kwa kusema kweli tunamshukuru Mungu, mchezo umeisha salama na tulikuwa na mchezo mzuri leo. Wote wamecheza kwa bidii na nguvu. Tunategemea pia mechi ya Jumamosi itakuwa nzuri kama hii. Kwa hiyo naona kwamba tunaendelea vizuri na ni matumaini yangu kwamba mwakani tunaweza tukafikisha timu zote 4 kwenye robo finali. Kabisa na uhakika. Kwa timu ninavyoziona hivi wakimaintain hivi kabisa hatuna shida. Tumeona majina mengi sana ya wachezaji wa kimataifa katika mchezo wa leo, tofauti na majina ya wachezaji wa nyumbani hapa. Hii tathmini yako, ligi yetu inasogea kwa kiasi gani, lakini pia vile vile inaambukiza uzoefu kwa kiasi gani kwa wachezaji wetu wa hapa nyumbani? Mimi naamini kabisa kwamba ukiwa unacheza na mtu aliyekuzidi inakupa nguvu wewe kucheza zaidi na upambane ili uweze kumweka benchi na wewe. Kwa hiyo mimi sioni kama ni mbaya. Ni wengi sawa, wengine wanakosa nafasi, lakini pia wale wanaopambana nao wa timu pinzani wanatoa upinzani, kwa sababu kama unavyosema ina wachezaji wengi wa nje, lakini hiyo Singida imeweza kufungwa na watu wenye wachezaji wachache sana. Kuna timu zimewafunga. Kwa hiyo siamini kabisa kwamba wachezaji wa kigeni wanaweza kuturudisha hivyo. Mimi naona wanatu-inspire ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Hamasa ya mchezo leo inaenda kuongeza chachu aina gani kwenye hii nusu finali ya CRDB? Hamasa hii nategemea mechi hiyo ya CRDB itakuwa mechi nzuri zaidi kushinda hii. Kwa sababu sidhani kama Singida watakubali kufungwa tena, na sidhani kama Simba watakubali wapoteze, wasiingie finali, kwa sababu kombe la FA lina hadhi yake. Kwa hiyo ni mategemeo yangu makubwa kwamba mechi ya Singida na Simba itakuwa ni mechi nzuri zaidi ya hii. Tuombei, lakini huenda kama ikitokea kama Simba wakivuka kwenda finali, wanaenda kukutana na mtani wao Yanga, itakuwa dabi aina gani? Maana huko kwenye ligi kuna wengine hawachezi, kuna wengine watapeleka timu tarehe 15. Hii sitaki kuwa mganga mpiga ramle, tungoje mpaka hiyo dabi iweze kufikiwa. Lakini shauku yako kwenye ligi unatamani watoto wa Kariakoo wakutane? Hapana, mimi ndio unavyojua ni mwenyekiti wa timu zote. Kwa hiyo yoyote anayeingia finali ni shauku yangu kubwa. Kwa hiyo usiseme kwamba lazima finali wacheze Yanga na Simba, hapana. Yoyote atakayeingia, mimi hizi zote ni timu zangu. Lakini kwenye ligi matamanio yako, na unaamini tarehe 15 dabi ipo? Sisi tumeshapanga tarehe. Basi tusubiri. Hapo waliotengeneza mpaka jezi wakaprint kwamba hawaji. Kwa ina mechi mbili. Mechi ya kwanza hii ya ligi na mechi ya nusu finali CRDB. Mechi ya ligi imemalizika, imeshaisha. Focus sasa hivi tunaihamishia kwenye mechi ya nusu finali. Na nadhani mnafahamu, mechi ya nusu finali ni hatua muhimu kweli kweli ya kutupeleka finali kwenda kufika kwenye malengo ambayo tulijiwekea msimu huu. Kwa hiyo kile ambacho tumekionyesha leo hapa, tulikuwa tunacheza tukiwaza finali zaidi.
Kwa hiyo sisi sio kama matokeo ya leo au mechi ya leo inaenda kuturudisha nyuma. Tunaenda tukiwa na nguvu mpya, tukiamini kule Babati uwanja tunaojua zaidi, uwanja ambao Simba hajawahi kupata matokeo hata ya kubahatisha, uwanja ambao uko karibu sana na Singida. Mazingira ya pale, hali ya hewa ya pale inaenda kutufeva zaidi sisi, lakini hatuamini, hatutarajii wala hatutegemei yale makosa ambayo yametokea hapa yakajitokeza tena, kwa sababu tukifika huko tutalazimika sasa kuandamana. Itakuwa Singida itakuwa timu ya kwanza kuandamana. Ikiwezekana sasa tuanze kuwazima waamuzi kutoka nchi ambazo tayari walishapita kwenye ile sikosuko na sasa wapo. Ikibidi kufika huko. Lakini tutatumia njia rasmi na njia ambazo hazitavunja kanuni, kwa sababu mwisho wa siku haya mambo lazima yafikie hatua yawe na ukomo. Yaani inawezekana kila siku mechi inaisha basi wanaanza kutrend na waamuzi, inakuwa pia inachafua hata ligi yetu. Kwa sisemi kwamba na hukumu moja kwa moja, ndio maana nikasema kama timu tutapitia na tutatumia njia rasmi ya kuwasilisha malalamiko. Lakini yakijitokeza tena mambo haya kule Babati, maandamano, kwa sababu tuna haki kama klabu ya kufanya njia zote kuhakikisha kwamba tunasaidia pia TFF na bodi yale mambo ya fair play, ndio sisi kama klabu tutabeba wajibu. Yakitokea tena Babati, haya leo yametuangusha, yametudisappoint, tutayafanyia kazi kwa mujibu wa taratibu, lakini yakitokea tena Babati, hii inairudia mara nyingi ndugu zangu, sababu tuko very serious. Haiwezekani kila mechi tunacheza zinakuwa hivi. Kwa hiyo tukienda kule tutajua, lakini tunaamini itakuwa ni mechi fair na sisi tutaenda kujituma. Makosa ambayo yamefanyika hapa kiufundi tunaamini walimu wanaenda kuyarekebisha na tutafanya vizuri kwa kweli. Masanza, nini siri ya kuanza na wachezaji almost wote kwenye kikosi wa kigeni? Ni kwamba unahitaji sana huu mchezo, na ukiangalia mbele pia kuna mchezo mwingine na Simba. Sasa hiyo swali kwa sababu hiyo swali la kiufundi, si ndio? Mwalimu ndo anajua kwa nini ametumia wachezaji hao. Kwa hiyo nadhani hilo swali ningemtaka nalo mwalimu hapa ningekuwa kwanza. Kuna watu manake wametafsiri kama mechi hii imekamiwa zaidi wakilinganisha na mechi nyingine ambazo mlicheza kwenye uwanja huu. Kwani Simba hawajakamia? Alafu kuna shida gani kwenye kukamia mechi? Mbona nyinyi mnaongea kama kukamia mechi shida? Kwani kuna shida gani kukamia mechi? Sio sisi. Ili upate mafanikio lazima upambane. Kukamia tafsiri yake ni kupambana. Kwa hiyo tumekuja tumepambana, hatukupata matokeo. Lakini haina maana kukamia ni kitu kibaya. Hata huko tunapoenda Babati tutakamia tena. Kwa sababu tunakamia malengo ambayo tunataka kuyafikia. Hata kama wewe unataka jambo lako lifanikiwe likamie, itafanikiwa inshallah. Kwa tunaenda kukamia tena huko tulipoenda, tutakapoenda Babati na inshallah itatulipa. Hatuwezi kukubali kufungwa mara mbili, sio kweli. Sasa nataka tufahamu na hali fulani ambayo tunazungumzia hapa, kama kuna kitu amekikisho kama sisi. Nimeshafafanua. Kuna tukio ambalo nyie nimesema tutapitia tena mechi, tutakapoona makosa ambayo tunaweza kuyalalamikia tutayalalamikia kwa mujibu wa taratibu. Kama mna maswali asanteni sana.